Gilly Bonny Online TV. Uwezo na quality ya Yanga Afrika ndio leo imetutoa kwenye njia, lakini kwa ujumla ni kwamba quality ya Yanga ni kubwa, mtu asikudanganye. Ukimwangalia mtu kama Pacome anaonyesha performance nzuri. Ukimwangalia Mzinze kaonyesha performance nzuri. Siku hii ya leo bado tunaonekana tuna safari ndefu sana. Huwezi kumlaumu wetu kwa sababu alitolewa Kagoma. Hata Kagoma angekuepo tungeadhibiwa tu. Maana leo ilikuwa Yanga ashinde, hata sare tu Yanga ingekuwa bingwa. Kwa hiyo kwa ujumla tujipange kwa ajili ya mwaka kesho. Mwaka kesho ndio siku yetu, ndio mwaka wetu ambao tunautegemea Simba Sports Club kwenda kuchukua ubingwa. Kwa mwaka huu kuna kitu Simba Sports Club inapaswa kujifunza kutoka kwa Young African. Ndio, tunajifunza quality. Yanga anachezaji ambao wana quality, wana uwezo mkubwa. Na leo uliona, leo hata kama Kagoma angebaki, tungefungwa tu. Na ukiangalia Yanga anahitaji hata sare tuweze kushinda. Kwa hiyo leo hamna lawama. Mimi sioni lawama kumpelekea kiongozi wala mchezaji yoyote. Yanga Afrika walikuwa vizuri. Mtu asikudanganye. Yanga Afrika leo walikuwa vizuri na walistahili kushinda mechi ya leo. Lazima ucheze. Ukicheza ndio utajua wapi panavuja. Leo tumegundua kwamba quality Yanga ilikuwa kubwa na imetuadhibu, na alikuwa atufunga hata mpaka goli la 3. Referee akasema offside. Hapana, au bado atabaki kwa MVP. Hii game ya leo sio kusema kwamba kwa sababu tumefungwa ndio sisi ni washindi wa pili. Na ushindi wa pili sio lele mama kwa ligi ilivyokuwa ngumu. Kwa hiyo tujipange kwa ajili ya mwaka kesho kutafuta quality wachezaji wenye uwezo mkubwa. Aina kama kina Pacome. Pacome alikuwa anataka anavyotaka yeye, alikuwa anacheza kama anavyotaka yeye. Na kwa relax anacheza kama anavyotaka yeye na kaonyesha kitu kikubwa. Sio yeye tu, hata Mzinze anastahili kwenda kucheza nje ya nchi. Kaonyesha mkubwa sana. Performance yake ina kawaida sana. Hajaonyesha kuisaidia Simba. Pengine ni kukosa. Hajaonyesha kuisaidia Simba. Simba leo ilicheza chini ya kiwango kabisa. Kama hawakuwa kwenye mazoezi. Mpaka unasema mbona wachezaji wajitume? Wachezaji wote hawakuwa form. Sio form tu. Uwezo wa wachezaji wa Simba asilimia kubwa ni mdogo. Tunastahili wachezaji wakubwa tusajili waweze kucompete na Yanga Afrika. Tukubaliane, tukutane na Yanga. Yanga lazima ukutane na Yanga. Lazima ndio unapojipima kwamba uwezo wako na design gani. Leo hiyo sio sababu. Tuangalie ndani ya Tanzania naye anatusumbua. Hii inakuwa ni mara ya 5 Yanga anatufunga. Yanga ndio kipimo cha ni Yanga lazima ni kipimo kwa sababu ni mara ya 5. Alafu mbaya zaidi kachukua ubingwa na katufunga. Yaani kafanya vyote viwili. Kwa hiyo tusubiri mwaka kesho. Jiandaa kupokea na lawama ama maneno ambayo ataendelea. Mimi kwanza nasema viongozi wasilaumiwe. Hata wachezaji wasilaumiwe. Kinachotakiwa tupate wachezaji wapya waweze kucompete na timu kama Yanga Afrika. Na tupate kocha naye abadilike wa Simba Sports Club. Asiwe mpira mingi anachezea nyuma. Mipira kwa mfumo wake anaotumia kupata ushindi inakuwa ni kazi sana kwa mfumo wa Simba. Hata kama angeleta mchezaji gani. Kwa hiyo mwalimu naye abadilike ili tuendelee kwenye maisha mengine ambayo yanastahili kuwepo. Mungu awabariki sana. Mambo mengi. Timu ipo lakini kuna vitu natakiwa fumue. Lazima tuwekeze. Mpira lazima tuweke hela jamani. Lakini hizi ni dharau. Si hatuwezi kufungwa mechi sita mfululizo kweli. Hizi ni dharau. Tufanye kweli, tusajili watu jamani, mpira ni hela. Ekeni watu. Mnamwona Mpanzu ana peke yake tu pale mbele. Timu ukiangalia kutoka nyuma hadi kati, timu inacheza vizuri. Mbele hatuna watu, wanaluka tu. Nakuta wanachukua huku mpira au wanalegesha huku. Hizi ni dharau kiukweli. Kama kweli wana Simba tunaumia. Lazima viongozi wajitathmini kweli. Walete watu wafanye kazi. Sema mwaka msimu unaisha. Hatuna kombe tunaambulia. Tumekuwa mwaka wetu tu mafanikio bila makombe hakuna mafanikio. Kwa hiyo ni dhahiri sasa hivi matatizo yapo katika timu yenu, sio waamuzi tena. Unajua nikuelekeze kitu. Mpira hata ukiangalia waamuzi wako nomo, umeelewa? Lakini hata penalty mimi nimeiona penalty lakini nitaenda kuangalia vizuri. Kwa nini? Maana uwanjani nikikupita tukio limekupita. Lakini ukiangalia tunaenda tunaruhusu goli tena la pili. Dabi wametuambia dabi hajatangaza kama ipo hamna. Wameficha hajatutangazia. Wanakuja tunakulupuka. Basi kama ndio surprise gani jamani? Nakuja tunarushana goli 2 tena jamani kweli. Ni dhahiri viongozi wamewahujumu katika hili. Viongozi hawajatuhujumu. Umeelewa? Ila viongozi lazima wajitathmini.
Sasa lazima wajitathmini. Tunakataa dabi tunakuja tunafungwa tena. Kwa hiyo wasingeleta timu. Timu mnakuja kutudhalilisha. Timu lazima ije. Huu ni udhalilishaji. Kwa nini mmeleta timu? Huu ni udhalilishaji wa hali ya juu. Kila siku sisi na Yanga nini? Mara sita tunafungwa na huyu mbume. Inauma. Sisi tunatoa na inauma brother. Kwa nini wameleta timu? Hatuna mshikamano Simba. Hatuna mshikamano wote. Tunaumia sisi. Tunakoma wapi? Viongozi ni fitna. Mpira wa sasa hivi umekuwa wachezaji hawajitumi. Mtu unamwona kabisa. Angalia tofauti kwa binadamu. Tunaumia sisi. Viongozi na wanachama wa Simba tuwe na mshikamano ya tosha. Leo tumevuliwa nguo. Tumezalilishwa sana. Lefa ameandaliwa. Lefa kaletwa. Kwa kwao wao. Kitu gani kinafanya useme kwamba refa ameletwa? Wewe unamuona mwenyewe refa maamuzi anayofanya uwanjani. Waache Yanga mabingwa. Waachie bingwa mpaka tosheke wao, furaha yao ya kwao wao. Ila msimu ujao tuna jambo letu. Msimu ujao? Tuna jambo letu. Jambo gani tena? Msimu ujao tuna jambo letu. Waambie msimu ujao tuna jambo letu. Kwa hiyo mmekubali sasa. Tunakubali. Simba zinatuuliza. Tuambie lini imekamilika. Mimi kama nalia. Sikiliza, uongozi narudia. Msituone sisi hapa tunawapinga. Tumeumia mashabiki kufungwa na Yanga mara 5 mfululizo. Maumivu makali tunayapata. Sisi tumekuja kuumia, tumefungwa na Yanga mara 5 mfululizo. Mandala, ulisema kwamba Yanga ni timu ndogo ndio maana hamjafanya maandalizi. Imekuaje tena? Kuna mtu anaweza kuongea timu ndogo, lakini pia ni dabi. Dabi lazima uheshimu. Na dabi ina maandalizi nje na ndani. Dabi haina udogo. Sisi tumejiandaa ndani, nje tunajiandaa. Hizi mechi watu wanaloga. Mbaya mno. Yanga wameloga mechi, sasa tujaloga. Mandala unasema hizi mechi watu wanaloga. Sisi tumekuja kizembe. Tumefungwa na Yanga kwa uzembe wetu wenyewe. Sisi tumekuja kutekeleza amri tu mechi. Sisi tumekuja kizembe, tulikuwa tunaweza kuigomea mechi. Nauliza swali. No. Yanga raundi ya kwanza. Kuna msimu Yanga amegoma mechi hajagoma. Waligoma. Aliamrisha mechi ichezwe nani? Kwa nini tushindwe kuigomea hii mechi? Kwa nini tushindwe kuigomea hii mechi? Wana Simba wote, hakuna mwana Simba anataka hii mechi leo ichezwe. Kama mjui, hakuna mwana Simba wote anataka hii mechi leo ichezwe. Narudia, kama hajui viongozi, hakuna mwana Simba anabariki hii mechi ichezwe leo. Mechi ya kiongozi Mangungu. Kiongozi Mangungu, kiongozi no. Mangungu ni kiongozi bora, ni kiongozi mzuri, ni binadamu anakosea pia, lakini ana kitu cha kujifunza. Mechi za dabi tukao ujiandae. Dabi tukao ujiandae. Kiwango cha refa mmekionaje? Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.